Kanali mstaafu wa jeshi la Marekani anadai kwamba ikiwa Israel itaamua kufanya mashambulizi dhidi ya Iran itaangamizwa. Lawrence Wilkerson, kanali mstaafu wa jeshi la Marekani, ametahadharisha kuhusu hatua yoyote ya Israel ya kuivuta Marekani katika vita na Iran na kusema kuwa Israel inaelewa vema kwamba itaangamizwa ikiwa itaishambulia Iran bila kusaidiwa na upande wowote. Kanali huyo mstaafu wa jeshi la Marekani ameeleza hayo katika mahojiano yake na Jackson Hinkle, mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa nchini Marekani, katika kipindi cha televisheni cha Legitimate Target. Majadiliano yao yalijikita katika sera za Rais Donald Trump, ikiwemo ajenda yake ya sera ya mambo ya kigeni. Katika mjadala huo wa televisheni, kanali mstaafu wa jeshi la Marekani ameashiria vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran vilivyoanza Juni 13 mwaka huu na kusema Marekani iliingilia kati katika vita hivyo kwa kushambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran mnamo tarehe 22 Juni, yani siku mbili kabla ya kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita kufuatia ombi la Israel. Hata hivyo, Lawrence Wilkerson anasema kwamba ikiwa Marekani isingeingilia kati vita vilivyoanzishwa na Israel dhidi ya Iran, basi huenda Israel isingechukua hata siku hizo 12, lakini ingeshambuliwa vibaya na kuharibiwa vibaya. Iran ilianzisha kufanya mashambulizi kwa kutumia makombora ya aina mbalimbali yaliyotengenezwa nchini humo, makombora ambayo yanadaiwa kwamba ni makombora hatari. Makombora haya ni makombora ya Ghadir na mengine mengi ambayo yametengenezwa nchini Iran. Na kwa mujibu wa kanali huyo, anadai ikiwa vita hivi kama vingeendelea na ikiwa Marekani isingeingilia kati, ni wazi Israel ingeshambuliwa vibaya na huenda ingekuwa ya kwanza kuomba vita hivyo viishe. Kanali huyo anasema pia kwamba hata Marekani ilitazama mambo mengi na kuamua kufanya mpango wa kusitishwa kwa vita hivyo ni baada ya Iran kuamua kufanya mashambulizi dhidi ya vituo mbalimbali vya kijeshi nchini Israel, lakini pia na kituo kikuu cha anga cha Marekani huko nchini Qatar, miongoni mwa vituo vyake vikubwa katika ulimwengu, ambapo Marekani iliona hakuna namna ya kuendelea na vita dhidi ya taifa hilo la Kiajemi. Na inaaminika kupitia kanali huyo ambaye amedai Marekani iliona mbali na kusitisha vita hivyo ambavyo vingeiangamiza zaidi Israel. Na hata wakati huu Israel ipo katika hali ngumu katika kufanya mapambano dhidi ya Iran. Israel imepambana kwa miaka miwili katika eneo la ukanda wa Gaza na kuharibu ukanda huo bila mafanikio makubwa ya kile ilichokikusudia, kupambana na kundi la Hamas ambalo hadi wakati huu ni kundi dogo lakini bado lingali lipo licha kusaidiwa kwa kiasi kikubwa na serikali ya Marekani. Katika mjadala wa televisheni, kanali mstaafu wa jeshi la Marekani ameashiria vita hivi vya siku 12 akisema kwamba ni vita ambavyo hadi wakati huu Marekani na Israel wanajitafakari na namna gani wataweza kurudi tena katika vita dhidi ya Iran. Lawrence Wilkerson amesema kuwa Iran ilijibu mashambulizi ya Israel dhidi ya ardhi yake kwa kuvurumisha makombora ndani ya ardhi ya Israel na kukipiga kituo cha kijeshi cha Marekani huko Qatar, jambo ambalo limewastaajabisha Marekani ya Rais Donald Trump. Kanali mstaafu huyo wa jeshi la Marekani pia amesema idadi ya watu waliouawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora ya Iran ilikuwa ni ndogo kwa sababu Teheran ilijiepusha kushambulia maeneo ya raia, zaidi ilishambulia maeneo ya kijeshi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.